Kata huko. Kata huko. Ishikeni elimu, twawakaribisheni nyote.
imekwisha, maisha mapya darasani, walimu bora, shule bora, mazingira yavutia. Safari ngumu imekwisha, maisha mapya darasani, walimu bora, shule bora, mazingira yavutia. Twawakaribisheni nyote, karibuni tunawapenda. Safari nyingine mnaanza, ongezeni bidii. Mnyazingatieni masomo, kwani huo ndio uzima na mwanga katika maisha. Ishikeni elimu. Twawakaribisheni nyote, karibuni tunawapenda. Safari nyingine mnaanza, ongezeni bidii. Mnyazingatieni masomo, kwani huo ndio uzima na mwanga katika maisha. Ishikeni elimu. Hello, hey. Don't touch the cage. Jamani, naomba nitumie Kiswahili. Au kuna mtu ambaye haelewi Kiswahili? Changanya hivyo. Hapa hivi kuna mbwa. Hawa ni mbwa wa kizungu, sio mbwa wa kawaida hawa. Kama tunavyoona, ndio maana nikauliza nini hii, wakasema watoto wakasema huyu ni dog, wengine wakasema huyu ni nani? Ni wolf. Sasa ukiangalia unaona kwa na wolf, lakini huko mtaani labda tunisikia husky. Husky hiyo ni common name ya kwa. Sasa kwa nini Siberian? Kwa sababu wenyewe wametoka kwa county au mkoa ambao kuna Urusi ambao unaitwa Siberia. Sasa wakaitwa ni Siberian husky. Sasa hawa mbwa wanafugwa kwa namna tatu. Unaweza kutumia kwa matumizi matatu. Namna ya kwanza ni for security, ulinzi. Lakini namna ya pili ni for exhibition, maonyesho. Lakini kwa namna ya tatu ni for fun. Ndio, mtu anakuja nyumbani kwa ajili ya kutazama. Sasa nikasema ni more energetic. Wako na nguvu nyingi, lakini pia they are highly intelligent. Sawa? Wana IQ kubwa ambayo wewe ukimtrain kwamba fanye hiki anafanya efficiently. Sasa hiyo inafanya wenyewe wanaaminika kama ni mbwa ambao wanaweza wakafuga kule Russia wakina Putin. Lakini pia wana nguvu, ndio maana kama tumewahi kuona zile klipu za michezo ya mbwa wanacheza kwenye ice. Wanakuwa wanavuta ile mizigo. Wanatumika kwa hiyo kazi sababu wana nguvu nyingi. Lakini tukiwaona kuna mweusi, lakini pia kuna mweupe na kuna hawa dogo. Hawa dogo ni watoto. Kuna yule mweusi mkubwa, yule ni baba au dume, yule mweupe ni swali kama hilo nimewahi kulipokea mara nyingi. Kama nilivyotangulia kusema ni mbwa ambao wana akili kubwa. Sasa kimtrain yeye kwa namna hiyo anaweza. Na maana kama hawa dogo hawajatrainiwa chochote, ila tu wamekuta kwamba yeye mama na baba yao wamezoea mazingira hayo, kwamba mteja akija anaweza kumpa pole like this, hawezi kukung'ata. Sasa huyu kimtrain ambaye kabisa ni vizuri. Hawa wamezaliwa huku, si ndio? Wamezaliwa huku. Kwa hiyo kama wamezaliwa huku, unakuta unajua kwamba mwezi uliopita au mwezi juzi ile, sasa ukipiga mahesabu na kuta tayari ana miezi mingi. Umesema kwamba ni wataratibu wa mafundisho. Ni mbwa ambao wanapewa chanjo. Kwa hata akikung'ata, accidental TB akakung'ata, lakini sasa inakuwa ni wanatibiwa, lakini pia kuna chanjo zao humo ndani. Wewe mwenyewe unatibiwa, lakini pia kuna zile first aid kit kwa ajili ya matibabu ya emergency. Kama ikitokea wewe unapewa matibabu kirahisi. Lakini ni ngumu sana yeye kukung'ata. Labda tu akakujeruhi, kwa sababu wanatoka huko tunawabeba, tunawachukua kwa ajili ya kuwarudisha kwenye banda. Kwa mwisho siku anaweza akakukwaruza na hilo hizo ni fupi, kwa sababu hiyo inaonyesha kwamba unaweza kukimbia kwa spidi kubwa. Sawa? Akiwa na kucha ndefu. Ikiwa na kucha fupi, mnyama yote akiwa na kucha fupi kama simba
Simba wana kucha fupi, si ndio? Au yule chita, tuseme tu chita. Chita wanakuwa na kucha fupi. Kwa hiyo inamsaidia kukimbia kwa urahisi. Sasa hawa wanyama ni wadogo, tunasema wanaweza wakahisi au wakasikia zile sauti ambazo ni ndogo. Tunasema ultrasound. Na ukitoa ukisema yana kusikia. Sasa hawa wanaweza sasa huyu huwa anazaa mara 5 kwa mwaka. Kama baada ya miezi miwili anatoa mtoto, lakini anaweza akatoa vitoto kuanzia 2 na kuendelea mpaka labda 7, 8, 6 ya rangi, viazi vile sio. Lakini pia na matembele. Lakini tunasema kwamba wanaweza wakakimbia 40 kilomita kwa hawa. Sio? 40 kilomita kwa lisali moja. Kwa hiyo wana speed kidogo ambayo ni kubwa ya mkono wadogo. Lakini pia wanaweza wakazungusha masikio yao kwa nyuzi 270. Bwana zima na nyuzi ngapi? 360. Ndio. Sasa hizi hawa yeye mwenyewe anaweza karotisha masikio yao kwa nyuzi 270. Maana zinabaki kusini kamilisha duara zima. Sasa wenyewe wana uwezo mkubwa yana kusimama hapa hivi. Okay, sawa. Hii mmea ambayo inatoa maziwa, mfano tuseme mchunga, ile ni mimea ambayo contain nitrogen kwa wingi, sio? Sasa na hawa sungura ndio maana mara nyingi huwa hiyo kinyesi yao inapendwa sana kama mbolea. Sio? Kwa sababu ile kinyesi yao unakuta ina zile nitrogen sana kwa wingi. Sasa mwisho wa siku wanapenda hiyo kwa sababu miili yao inahitaji, kwa sababu sisi binadamu pia kuna madini ambayo tunahitaji mwilini, sio? Labda naweza kuambia tunahitaji calcium kwa ajili ya mifupa yetu, sio? Na tunahitaji labda tuseme phosphorus, sio? Tunahitaji potassium. Sasa hiyo inawasaidia wenyewe kwa ajili ya kuboresha ile miili yao, kwa sababu wenyewe ni wanyama species tofauti na sisi binadamu. Kwa hiyo siku wanahitaji kitu ambacho kinaweza kuwasaidia wenyewe. Swali lingine? Ndio. Speak loudly. Wanazaaje? Kwanza anaweza akabeba mimba kwa siku tuseme 21. Yaani yeye kwa kuzaa kwake huwa anazaa tu kama usipoona kuta au panya. Sasa wanazaa kwa sababu hawa watoi mayai, wanazaa watoto wadogo wale. Kwa anazaa tu kama kawaida. Swali lingine? Yaani sio mwezi wa ufiki, ni siku. Naweza kuanzia 21 mpaka 25. Kwa anaelekeana kama na nani hivi. Fanya yeye ni siku 19. Sababu mnyama anapozidi kuwa mdogo ile ukiangalia kwa nini imeitoa simu. Sababu huwa anazadia kuchini. Anaweza akatokea hapo kama leo. Sasa hiyo ni kama wa hifadhi kwa sababu unajua siku zote huyu mtoto leo train kwa namna ambayo yeye amezaliwa akaikuta na adapt hivyo sio. Sasa wengine wanapokuwa wakizaa hivyo yani wanakuwa nakuta mazingira kama haya. Labda kuepuka sehemu nyingine kwa ajili ya kuzaliwa. Huwa anazaliwa mume. Swali ambalo ningewasalia watoto hawa ni tofauti kati ya yule hare na huyu rabbit. Because wanajua hare na rabbit ni kitu kimoja au kani. Sasa hare mara nyingi tunakuta kule polini, ndio? Sawa? Ukienda polini unaweza kumkuta huyo. Sawa? Kule nyikani kule, lakini pia wenyewe hare wanakuwa ni wakubwa. And then they have the same color. Wao wanakuwa wana black. Hao wenyewe wanakuwa na kiasi kama kitu tofauti nyingine ni kwamba wanakuwa na black bones pamoja na black skin. Sasa hawa wenyewe pia wanakuwa na zile 5 toes. Yaani wanakuwa na vidole 5 ambapo kuku wengine wana vidole 4. Hao ndio silky chicken.
lakini pia origin yao ni China, nchi ya China. Sasa hawa sio kuku ambao labda ni wa kienyeji wa Tanzania. Hawa wametoka kule Uchina. Na ndio maana tukiangalia kuku tofauti sio kama wale watu wa China kule. Lakini pia they are highly friendly kwa watu kama sisi hapa. Na ndio maana ukimgusa hivi hana shida ile ya kunataka kudondoa. Sawa? Sawa? Si ndio? Nimesemaje? Wanaweza kuruka. Wanaweza kuruka na huwa wanatoa mayai ambayo ni madogo lakini ni cream kama rangi ya krimu ile. Huwa wanapigana, sawa? Kwa hivyo ni vidonda ambavyo wanapigana. Sawa? Na wamesema kwa nini wanaitwa silk chicken kwa sababu wana hiyo manyoya ambayo tunasema ni fur. Sawa? Kwa silk like structure. Kwa hizo ndio maana akaitwa ni silk. Silk yani ile manyoya ambayo yanafanana kama ya pamba. Sawa? Na wewe umesemaje hapo? Naona utulivu ni mdogo. Wewe ulizaje? Kule China ambapo wanatokea hawa kuna baridi kali, sawa? Kwa hiyo manyoya inawasaidia kwa ajili ya kujiprotect na ile baridi ambayo inakuja. Generation itakayokuja ya hawa viumbe itakuwa ni tofauti kwa sababu wanaadapt mazingira ambayo ni mapya kwa Tanzania. Unajua hivi. Ndio maana China ukienda zile wale majengo hawezi kujenga majengo mengi. Ndio. Yaani sifika lakini watu wanasema kwamba China yani kujenga ghorofa zaidi ya 10 kwenda juu huwa hawarahishi. Lakini kuna zile sita ambazo watu kujenga. Kwa hiyo kwa sababu ni ile tu kwa sababu ile nchi inapitia kwenye ukanda ambao kuna high tectonic plates. Inaeleza kweli. Mwingine wanaangalia ni special moja hiyo au hivyo kama special moja. Wanaweza kuleta hybrid au yani kweli kabisa wanaweza. Kwa nini? Kwa sababu hao wote ni siri. Kuna jamaa nikiangalia kwenye zile rangi na kingdom, kuna final, kuna kuja si family, kuna kuja species, kuna genus. Hapa ukikuta kiumbe ni species moja zinaweza zikatoa yaani unaweza sema ukachukua mbwa ukapandikiza mbwa wa kizungu ukapandikiza na mbwa unaweza akatoa haijaosi ambaye aidha anakuwa na characteristic ya mama baba au wote. Lakini kwa hao kwa sababu pia hata kwa tabia kwao ni siku 21 kama wengine. Lakini sema imani yao inakuwa ni tofauti na yao kama ni madogo. Kwa hiyo anaweza akatoa hybrid ambaye aidha anakuwa na rangi au tunamjua baka ni mkubwa sana lakini na ng'ombe lakini wanafanyia kitu hata kama ukiweka pamoja hivi unaweza kufanya kitu na kutoka na hii pia ni watu tofauti kati ya pigeon na dog ili waelewe vizuri. Sawa, sasa ni kweli kuna dog tunamjua si ndio? Lakini pia kuna hao hizi. Sasa naomba nitoe kuna pigeon species nyingi lakini kwa hapa tunazo nne. Kwa maana kama tutahitaji kujua tofauti hawa na dog wenyewe kwanza mara nyingi huwa unakuta tu wanazurura mtaa. Yaani wenyewe wapo tu huko mnyikani na ndio maana hata tukizunguka maeneo hayo mara nyingi wanakuja huko. Unakuta tu wanakaa kwenye mabati huko. Wanajitegemea wenyewe. Betheli ndiyo shule bora kwa elimu pia malezi. Twamuomba Mungu awasaidie katika
Kweli ndiyo shule bora kwa elimu pia malezi. Twamuomba Mungu awasaidie katika masomo yenu. Twawakaribisheni nyote, karibuni, tunawapenda. Safari nyingine mnaanza, ongezeni bidii. Myazingatieni masomo, kwani huo ndio uzima na mwanga katika maisha. Ishikeni elimu. Twawakaribisheni nyote, karibuni, tunawapenda. Safari nyingine mnaanza, ongezeni bidii. Myazingatieni masomo, kwani huo ndio uzima na mwanga katika maisha. Ishikeni elimu. Twawakaribisheni nyote, karibuni, tunawapenda. Safari nyingine kwa ajili ya kumataki ile vitu kwa jamii. Sasa hawezi akasema kirahisi endapo ana wale majibu. Na anasema kwa sababu ya lakini pia hawa ni viumbe ambao elimu yao ni kule nje. Tanzania wapo. Hata ikulu na sio wapo. Elimu yao ni kule. Jike huwa haiko hivyo. Huwa anazurana, huwa anazurana kama lakini inachanganyikana na hiyo green. Stage yao iko kule juu ambapo wako ni wengi. Sasa hapo kuona kwa tunahitaji pasi hiyo. Tumeona kwa mwingine kwamba ni hatari. Kwa sisi na gani sio sahihi kwa sababu kama ile kwa hiyo. Sasa ni hivyo swali kwa spiko. Tofauti na njoo wengine tukiangalia sababu hicho. Lakini kwa hapa hivi utaona kama wanapiga pasi wote hao, lakini pia ukiangalia wenyewe wana hizo feeders kwenye miguu yao ambayo inawasaidia kwa ajili ya kujikinga na ile baridi. Lakini mwisho wa siku tofauti ambayo inawafanya wanakuwa kipekee, anatoa mayai 200 mpaka 300 kwa mwaka mmoja. Tofauti na kwa kawaida kula eno ukiwa unaenjoy. Pia wana hiyo mayai ambayo tena yani ungesijaa hapo kutafuta chakula. Kuna mteja alikuja akasema yeye anakuja nyumbani kwa ajili ya hiyo kazi. Sasa sisi tunaamini kidogo kingine. Hapa hivi wanaita hawa ni pekini banta. Pekini banta mnalikuwa fupi kwanza, sio? Kipita mpaka useme. Hawa sio njoo wa Tanzania, hawa ni njoo wa India. Wenyewe wanaweza kufanya ya Kenya. Maana kama alivyochanua huyu, huwa anasema kama kaisi. Hawa You can fit back to the sasa hawa wenyewe wanatokea nchi ya Kenya. Kenya tunaona hawa wakienda kule Migori County, Naivasha County, Meru County. Wanaitwa nani? Kenya. Hii hapa ni hybrid. Ukachukua farasi ukamuunganisha na punda akatoa nini, au ukachukua zebra ukamweka na donkey wakazaa nini, mule, sawa, ambaye ni mtoto mwingine tofauti. Sasa huyu anaitwa ni hybrid, sawa. Ametokana na kanga yupi na yupi?
Wale kule. Guinea Falls. Plus. Yes, now they produce those one. Do you They see? are also Kenyan. Wanajua ndio. Sasa tofauti yao na nani wengine kwamba they have red eyes, sio? Red eyes and then they have another neck. Hawatoi kama hiyo hao wengine. Hawana feeders kwenye miguu. Sio? Wadogo lakini pia wana whatever. Unaweza kusema zebra ni kama tuseme camel tunasema camel. Unasema pia mohawk British, English, kwa ajili ya kuangalia wanyama tofauti. Tutaangalia ostrich, tutaangalia lakini pia taifa la uswala. Tutamwona Thompson gazelle ambao kwa Kiswahili ni Thompson. Lakini pia tutaangalia wanyama kama pundamilia, zebra hao, lakini tutaangalia pof, mbondo eland, lakini tutaangalia giraffe, mbondo twiga, tutaangalia pia waterbuck ambao ndio kulu. Karibuni. Amekoma bana, sarudi baadaye kwa ajili ya kuwasili. Tuko wanafunzi. Wewe unachukua huyu jamaa tunampenda. Sawa sawa. Semeni wote nani? Ndege. Why? Ongezeni bidii, mnyazingatieni masomo, kwani huo ndio uzima na mwanga katika maisha. Ishikeni elimu. Another one? Over? They? They produce? Okay. Another one? Good. You are genius. Yani wanafanyana zamu, dume na jike wakati wa kuwatamia tu, ukiacha kuwatamia kwa dakika 10 inaharibika. Kwa hiyo ndio maana tunagundua kwamba huyu dume na jike wanatamia muda wote na ni ngumu sana kukunya mayai yao. Lakini pia tunasema ni kwa nini wana rangi nyeusi na kijivu. Kuna kitu kinaitwa camouflage, kwamba hao wenyewe wanajifananisha na yale mazingira ambayo wanayaishi. Ina maana huyu mweusi anatamia wakati wa usiku. It's difficult to spot them in the night time. Ndio? Kwa sababu wenyewe wanakuwa na hiyo rangi ambayo yenyewe ni nyeusi. Kwa hiyo lakini pia wale wanyama ambao ni wakali kama simba, kuna fisi, kuna chita, lakini pia kuna leopard. Wenyewe huwa wanatumia mayai yake huwa hayaharibiki kirahisi. Lakini ni ngumu sana kumwona yule ambaye ni wa kijivu mchana kuliko huyu hapa mweusi. Ni kweli? Yaani kumuona wa kijivu na mweusi usiku mchana ni wapi ngumu? Nauliza. Yaani wa kijivu na mweusi ni upi ngumu kumuona wakati wa mchana? Wa kijivu. Wa kijivu. Sasa kuna baadhi ya nyasi zinafanana wakati wa mchana. Lakini pia ni ndege ambao they are flyless birds. Hawezi wakafanyaje? Flyless. Wapai. Na kwenye sifa za kumweka kuwa ndege hiyo haipo kabisa, hawapai hawa. Lakini kilo 100 mpaka 150. Huyu hapa, huyu ana kilo 120 huyu. Lakini huyu yeye ana kilo 150. Kwa hiyo huwa na range 100 mpaka 150. Lakini pia tunasema wana speed kubwa
Yaani kwa sababu hawana hiyo kupaa, wakapewa speed ambayo inakuwa ni kama escapement mechanism. Unaelewa? Yaani aki-encounter yule simba au chui. Chakula chao kikuu huwa ni majani, michanga, lakini kuna wanyama wadogo wadogo, na maanisha kama panya, kuna nyoka, lakini pia kuna muda anaweza akala hadi sungura hawa wadogo watoto wale. Sasa huyo ndio chakula chao kikubwa. Lakini pia kwa nini michanga? Kwa sababu michanga inawasaidia kiangalia hapa amechimba. Kwa hapo inamsaidia ile michanga, inamsaidia kutwanga au kusaga kile chakula ambacho amekula yeye. Na wanapenda sana sehemu ya serikali. Kwa hiyo usijidanganye ukakuta yai lake sehemu ukachukua. Sawa? Hairuhusiwi kabisa. Na hata sisi hapa wanyama wengi wanakufa. Hata maimpala wanakufa. Kitu kimoja lazima waandike ripoti. Wale watu wanyamapori wanakuja na kujua hapa. Alikuta amekufa, andika ripoti. Akizaliwa, andika ripoti. Kwa huyu hauruhusiwi kula. Japokuwa analiwa. Swali? Swali zuri. Yaani huyu defense mechanism ya kwake ya kwanza ni speed. Ya pili ni hiyo miguu yake. Kwa chini hapo ni kama na hizo vidole mbili ambazo zinamsaidia kwa namna mbili. Ya kwanza ni speed. Unajua ukiwa na vidole vya hivi. Tuseme wale impala. Kwa nini impala anaweza kukimbia kule anakufa? Ni mzito, kilo 100 hizo. Ningekuangukia ndani kama utakufa. Zaidi. Lakini tembo yeye kwa sababu ana ile surface ambayo ni kubwa, inakuwa mwisho siku yeye hawezi kusink chini, lakini inamsaidia kwa ajili ya speed, inakuwa ni ndogo kulinganisha na hawa. Kwa hizo vidole zinamsaidia kwa ajili ya speed, lakini pia ana ukuta ambao yeye akipiga teke. Kwa akimpiga teke leopard au lion huwa mara nyingi anaweza kuishi miaka mingapi? Sawa. Sasa umejifikiria vizuri, swali zuri sana. Sasa hawa ni ndege ambao akiwa kwenye cage lifespan inakuwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu huku hana heka. Ina maana kuna wale wanyama wakali kama simba, chui na fisi hawezi wakawala humu. Si kweli? Lakini pia hawa ni ndege ambao wanatibiwa mara nyingi. Kuna daktari wao yuko hapo. Huwa anawatibu hao. Sasa wanakuwa na lifespan kubwa, ina maana miaka 25 mpaka 30 akiwa kwenye cage. Lakini akiwa kwenye nyika na maanisha porini huwa mara nyingi anawahi kufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule kuna wanyama wakali ambao wanamuinda, lakini pia kuna magonjwa hatibiwi, si ndio? Kwa hiyo anatumia miaka 10, miaka 15 and then story yake inaisha. Karibu swali lingine. Uwezo wake wa kuona. They have high vision capacity. Hawa viumbe hao. Ina maana yeye kwa sababu ni mrefu, si ndio? Lakini ukiangalia jicho lake kwa nje limekuwa exposed tu kwa sehemu ndogo, lakini kwa ndani kuna jicho kubwa. Ina maana yeye iris, pupils yanakuwa ni makubwa, si ndio? Sasa yeye inamsaidia retina hiyo. Retina ni kwa ajili ya kutengeneza ile image. Kwa hiyo yeye ana hizo retina ambazo ni kubwa ambazo zinamsaidia yeye kuona umbali mrefu lakini kwa usahihi zaidi. Na ndio maana yeye huo urefu wake unamsaidia smart hapo juu zaidi. Kwa unakuta anaangalia mbali lakini kwa usahihi. Kwa mwisho siku anawahi kutoroka ile hatari ambayo yeye anaiona. Kwa ana uwezo mkubwa sana wa kuona. Mimi ningeuliza wanawezaje kujilinda anapokuwa labda anatamia au watoto tayari wameshakuwa na wale wanyama wengine wakali? Sawa. Kama tulivyosema wana speed kubwa, si ndio? Speed yani hawawezi kupawa hao viumbe, ila wana speed kubwa, kilomita 70 kwa lisali moja. Sawa? Ina maana kwa hapo ukipiga hesabu fisi amfiki, simba amfiki, labda amfanyile ambush, amvizie ndo amkamate. Lakini labda tu leopard ndo anaweza kukimbia, lakini sio target kubwa ya leopard kama kitoweo. Kwa hiyo anajilinda vipi? Kwa sababu ana speed, mtoto akikua tu anaweza kukimbia. Lakini pia anatumia hizo kucha zake. Sawa? Kucha zake. Lakini wakati wa usiku kama tulivyosema, akiwa kwenye mayai yake ni ngumu sana kumuona kwa sababu ya rangi yake. Na akiwa pia ni mchana, kama ni mchana ni ngumu sana kumuona yule mama. Kwa anafanya shift hiyo inakuwa ni namna ya kwanza yeye kujilinda na wale wanyama wakali au namna ya tatu. Tumejibu madam? Naam. Mboga. Hivi na kushinda bilia. Mama yangu. Nataka hata kuangalia hivi. Hao ni wanyama
hawa ni swala, lakini ni jamii mbili tofauti. Sasa kuna swala tomi, lakini kwa Kiingereza ni Tom gazelle, lakini pia kuna swala paa ambayo ni impala in English. Sasa naomba niwaulize, sababu hapa tumesema uyaleni, ndio? Yeah. Sasa hapo ukiangalia kuna naomba mnipe tofauti ya hawa wanyama walioko kwenye filamu ndani. Kwa kuangalia physical appearance. The difference in their physical appearance one. Wamejibu kwenye tuambie nyasi. Wengine hapa hawana mapembe, wengine wanayo. Good. Kuna mwingine anaachia mauli nyeupe. Good. Swali lingine, jibu lingine. Wamesha jibu hapo. Lakini kumjua jike na dume, males always they have horns. Sawa? Even female. But the female's horn are short compared to male's horn. Sawa? Sasa huyu hapa huyu ni jike huyu mwenye pembe. Hana pembe kabisa. Kwa sababu zimechoma kwa sababu inaonekana ni mkorofi. Hata kule nyumbani tukiona mnyama fulani mkorofi inakuwa ni kama namna ya kulinda ile familia yake. Lakini wengine pia hapa hivi tukiangalia hawa tofauti wao ni kwamba ni wadogo, si ndio? They are small size. Lakini wenyewe wanakuwa na high body pressure. Pressure yao ni kubwa. Kwa nini? Ina maana simba yakiunguruma mara moja huwa wanaanguka chini. Maana anachukua tu kamesha kufa. Hawa hapa wadogo. Lakini kwa wale wa juu wenyewe ni wanaweza kutolerate ile sauti ya simba, naweza kaendelea kukimbia. Lakini wale wa juu ambao ni impala wenyewe wanakuwa ni tunaweza tukaona vizuri wale hivi wa juu. Wa juu wale ambao tuangalia hao wakubwa wenyewe ni wakubwa. Alafu pia jike anakuwa hana pembe kabisa. Sawa? Lakini dume ana pembe. Sawa? Dume ana pembe. Ni wanyama ambao ni waoga au wanaibu kwa sababu ukiingia tu huwa mara nyingi wanakuja kuhiti hapa hivi. Utasikia wanavunjika ile shingo. Kwa mara nyingi huwa unaweza kuona kama wamehamaji hivi. Lakini dume ana pembe, jike hana. Lakini dume mmoja anaweza kamiliki majike mpaka 100. Wakiwa porini. Hata uoga. Ameshaanza kula chakula? Oh. Tutarudi. Lakini pia ni wazuri kwa afya kwa sababu huyo body temperature yake huwa ni 38. Sasa na sisi binadamu tuna 36.7. Ina maana huyo kimla mafuta yake hayakuaffect sana kama ambavyo utakula yule kitimoto. Sawa? Sasa huyu pamoja na kala. Sasa body size dume anakuwa ni mkubwa, lakini kala dume anakuwa na weusi, lakini kwenye kupata kile chakula kutoka kwake, si ndio? Yes. Yaani hapo sio kwamba yuko kwa ajili ya show, hapana. Yeye akiwa pale hivi anatafuta wale wadudu ambao kama tiki wale. Sawa? Kupe. Anachukua pale wale wadudu. Yeye anashiba, lakini pia yule mnyama anakuwa ananufaika na yeye kutolewa wale wadudu ambao ongeza kumletea nini? Magonjwa. Kwa hiyo ananufaika kwa namna hii. Sasa huyu yeye ni kirobeji kwa sababu anaishi mdogo 0.4 IQ. Yani ana uwezo mdogo wa kufikiria, yani ni kama wewe wakati ukijaribu ukiwa mdogo uwezo wa kufikiria. Yani mwanadamu jana huyo ndo anakuwa kama yeye alikuwa naye. Hawezi hata kufikiria. Sasa huyu kwanza anaanguka huko until ile shamba
front of you, we are Bethel pupils. We came here for tour. We are at Wag Hill. We came here for learning and enjoying. We have seen a lot of things, the different wild animals like giraffe, camel, horses, and also zebra. We are happy to be here. Thanks our headmaster, our head teacher for sending us for this tour. For sure we have enjoyed a lot. And we say thank you Wag Hill people for receiving us very well. You can see my fellow pupils here. There are so many. They cannot introduce themselves. So I say thank you and may God bless you. Clap once, clap once. My name is Hayat Abdul. We are here and our teachers and our fellow pupils, we have enjoyed a lot. Even our teachers, they love us so much. Even madams, Look at the camera. everyone, even Wag Hill people, they have respected us, even as we have respected them. Our headmaster or head teacher loves our school, loves the pupils. Even Wag Hill is so beautiful. We are so happy to be here. Even Wag Hill people, they are so good. They went to show us different animals. Thank Each one of you. My name is Joseph Charles Emmanuel. A teacher from Bethel English Medium School. We came here at Wag Hill so as for learning with our pupils. I would like also to thank all the parents who have been the children at Bethel to visit this area because we have learned many things, including the wild animals and other things. Thank you very much for the school leaders and also the pupils. You are most welcome again in this area. Thank you very much. Clap once for me now. As I said, that we have enjoyed a lot and we thank God for everything. We came here in the morning. We started by seeing the animals. We saw different types of animals. We saw different types of animals, as the head boy has said, and we have just come here to swim together with our pupils, and they have swum. In fact, we thank Wag Hill management for a warm welcome. We say to the school director that we are very much thankful for what he has done. We also thank the school teacher, Mr. Mpwawa, for giving us company up to this moment. We also thank each and every teacher who came here for the support that they have given. In short, we are very happy. As you can see the team, these people are all smiling. Can you smile? So that you can show. We are very happy, in fact. We are very happy. I have nothing to describe so that it can be meaningful for what you have seen. But in fact, we are very, very happy. Maybe if there's another teacher who can say anything to come and say it. Clap once, clap once, clap once. Any teacher. Naam, ndugu mtazamaji na msikilizaji, ni kualike tena katika wakati huu. Jina langu naitwa Musa Nason Mkwawa, mkuu wa shule ya awali na msingi Betheli inayopatikana Mwanza, wilaya ya Nyamagana, mji mdogo wa Buhongwa, katika mtaa wa Semba. Ni shule binafsi yenye wanafunzi wa kutwa ambayo ina usajili na imesajiliwa kwa namba 20422. Napenda nikujuze machache kuhusiana na shule yetu ya awali na msingi Betheli. Ni shule ya kipekee iliyo na usajili, lakini pia
inaendesha mitaala yake chini ya mitaala iliyowekwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Shule yetu imejikita zaidi katika kuwaelekeza watoto na kuwafundisha moja tu, si katika elimu yao ya darasani, lakini pia imelenga katika kukuza uelewa wao ili kuweza kukumbana hasa zaidi na changamoto za karne ya 21. Kwa nini shule hii inaitwa Betheli? Msingi wake umejengwa zaidi katika namna ambavyo tunatamani watoto hawa waonekane si tu leo, lakini wafahamike katika vizazi vijavyo. Tunawafundisha watoto wetu ya kwamba Mungu pekee ndiye muasisi wa maarifa na elimu ya kimbingu pamoja na elimu ya kidunia. Lakini walimu wake ndiyo sifa yake pekee. Walimu mahiri waliobobea na wanaoweza kuwasaidia watoto kutoka hatua ya chini kuingia katika hatua ya kati, lakini pia kuingia katika hatua za juu za uelewa. Watoto hawa katika namna ya kipekee sana wanafundishwa na kukuzwa vipaji vyao, lakini pia wanaelekezwa ni kwa namna gani wanaweza wakatawala mazingira ya kawaida wanapokuwepo shuleni na nyumbani. Shule yetu inatoa maadili sahihi na huko ndiko zaidi imejikita, ndiyo uti wa mgongo wa shule yetu. Watoto hawa wamejifunza kumjua Mungu, lakini pia wamejifunza namna gani ya kuweza kukumbana na changamoto za kimaadili zinazopatikana katika mitaa hii na katika nchi hii kwa sasa hivi. Leo hii tunao watoto kadhaa ambao tumetembelea katika eneo la Wagi Hill katika sehemu ya matembezi yao ambayo wameyafanya. Kuna matembezi mbalimbali walioyafanya na wamefurahia. Lengo letu katika kufanya matembezi haya ni kutengeneza saikolojia za watoto, lakini kuendelea kuwafanya kwamba shule yetu ni mahali sahihi ya kuweza kuwatengeneza wao kimwili, kiroho na kiakili. Nikualike sana uweze kututembelea shuleni kwetu na uweze kuwaleta watoto katika shule yetu ya awali na msingi Betheli. Tunajivunia kuwa na mazingira bora na sahihi zaidi ya kuweza kumlea mtoto na kumjenga kisaikolojia ili aweze kujifunza. Lakini pia tunao usafiri wa ukweli na uhakika ambao unaenda maeneo tofauti tofauti, si tu katika mji wa Buhongwa, lakini katika mkoa mzima wa Mwanza na viunga vyake. Basi karibu sana shule ya awali na msingi Betheli. Tunapatikana katika mawasiliano yafuatayo. Namba ya kwanza ni 0762 507 881. Nirudie, ni 0762 507 881. Namba ya pili ni 0757 971 494. Narudia, ni 0757 971 494. Nikualike tu wewe ambaye unanitazama ya kwamba shule ya awali na msingi Betheli ndiyo shule pekee kwa ajili ya kutengeneza ndoto ya mtoto wako iweze kutimia. Karibu sana Betheli English Medium School. Asante sana na Bwana akubariki.